Septemba tarehe 30 mwaka wa 2025. Na sasa hivi ni saa 1:07. Kipindi kinachoendelea ni Gidi na Ghost asubuhi, ndio kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4. Tukisonga mbele, nikianza na gazeti la The Star. Wameweza kuangazia habari ya mambo ya siasa pale, na pale wameandika 24 counties the weak link in Gachagua Kalonzo axis. Yani wameweza kuangazia kibarua ambapo bwana Rigathi Gachagua pamoja na Kalonzo Musyoka ambao katika mrengo wa upinzani pale, kibarua ambao huenda wakapitia pale kuweza kupata uungwaji mkono katika zaidi ya county 24. Unajua, kulingana na sheria presidential candidate lazima awe amepata uungwaji mkono zaidi katika at least 24 counties pale. Nikiangalia gazeti la Daily Nation, nao wameangazia waliopoteza maisha yao katika hii ajali ambayo ilitokea maeneo ya Kikopey, na pale wameandika shattered lives. Wameweza kuangazia familia moja Susan Wanjiru ambaye alipoteza wazazi wake, her elderly parents, alipoteza pia kijana wake Hassan. Alafu pia wameweza kuangazia dereva wa matatu ambaye pia alipoteza maisha yake, 4 sisters ambao pia walipoteza maisha yao. Alafu pia wameweza kuangazia wanafamilia wengine ambao walikuwa kati ya watu 16 ambao walipoteza maisha yao katika hii ajali ya barabarani. Kuna hii matatu ilikuwa imetoka maeneo ya Murang'a Village siku ya Jumapili wakielekea kule maeneo ya Lanet kuweza kutembelea mmoja wao ambaye alikuwa anaugua, na hawa 16 waliweza kupoteza maisha yao. Ni habari ambayo ni uchungu sana kwa familia, ukipata kwamba ukoo moja ama familia moja inapoteza karibu watu wote, including wazazi, watoto, sisters na wengine pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imemulikwa pale kwenye gazeti hili la Daily Nation. Na pia wanasema katika mwezi huu ama mwezi wa Septemba, ukilinganisha na mwaka uliopita, unapata kwamba death toll for 9 months, actually wanasema 9 months, hata sio mwezi wa Septemba, 9 months of 2025 is higher than recorded similar period in 2024. Kwa hivyo ajali nyingi zimeweza kushuhudiwa katika mwaka huu, the first 9 months ya mwaka huu, zaidi kuliko mwaka uliopita pale. Ndio unajua tunakaribia festive season ambapo ikiwa tayari tumeweza kuona hizi idadi ikiongezeka pale, basi ni muhimu tuweze kuweka jitihada ili tuweze kukinga ajali zingine ambazo huenda zikatokea, especially katika festive season ambapo wengi huwa wanasafiri. Ni habari ambayo imeandikwa kwenye gazeti la Daily Nation asubuhi ya leo. Mwisho nikiangalia gazeti la The Standard, nao